kuweza kufika fainali. Asante sana. Lakini pia kwa kuweza kukubaliana na tokeo la kafu kwenda Amani kwa Zanzibar. Mimi nataka tunifahamu kitu kimoja. Je, kwa mfano ikitokea mwana Simba yeye anahitaji kurudishiwa fedha zake, mnafanyaje? Kwa sababu uongozi ndio ambao mmekaa na kujadili, lakini wanachama na walio kata hizo tiketi hawajapewa fursa ya wao kutoa maoni yao kama warudishiwe ama wasubiri mpaka hiyo Simba Day. Na swali la mwisho, katika Simba hii kutokana na namna jinsi ilivyo, kama kuna figisu hivi zimefanyika ili hii ngoma isipigwe Lupaso kwa Mkapa, je, katika figisu hizi pengine kuna miongoni mwa watu wapo ndani ya Tanzania wamechangia kwa namna moja ama nyingine? Swali jingine? Ndio. Kwa upande wa RS Berkane ni kama wamefurahi sana mechi kwenda Zanzibar. Wao ni moja kati ya ndoto yao kwenda kucheza na nyinyi pale Zanzibar. Huenda kwao ni advantage. Kwa nini kama Simba wao kutumia uwanja wa New Amaan Complex kama faida? Kwa nini mnaitumiaje kama fursa ili kuweza kupata matokeo? Ili mradi tu watu wasio kupata hofu kwa namna moja ama nyingine. Swali jingine? Imeisha Samani kidogo. La tatu lo Mimi nitaka niongeze tu kwa watu wa Tanzania nilisahau kidogo. Ndio. Kwanza mimi naipongeza Tanzania Bank kuweza kuunga mkono hizi juhudi kwa sababu kama ulivyosema kwa wana budget ya kuelekea Zanzibar. Yeah. Lakini Tanzania Bank wameonyesha jitihada na kuunga mkono hizi nafasi kwenda huko. Je, Tanzania Bank mna mikakati gani katika kujitokeza kabisa katika kuisupport Simba moja kwa moja siku za usoni? Lakini pia katika kuelekea mchezo huu Tanzania Bank, ipi mipango yenu katika kuwasajili wapenzi wa Simba kuwa wateja wenu? Lakini pia ilikuwa inafikirika kuwa kwamba Tanzania Bank ni benki ya matajiri, kutaka kujiunga ni kiasi kikubwa cha fedha. Je, lipoje ili pengine? Sawa. La mwisho nilikuwa napenda kujua wananchi ili washirikishwe wana Simba ambao wana kiu kubwa sana huko mtaani ya kushirikiana na uongozi kuhakikisha vijana wao timu yao inashinda kombe, hasa kwenye swala la bonus. Kuwashirikisha wananchi. Sasa tunawazania bank. Wananchi hatuwezi kuwashirikisha. Sio wananchi yao. Sio wananchi yao. Sababu hii shule hewahusu. Sio wananchi yao. Sio wananchi yao. Timu yao. Changanyie makande na pilau. Alithabiti anauliza kurudishiwa fedha. Kwenye watu 16,000 walionunua, ukisema ukusanye maoni, utapata maoni tofauti. Kuna atakaye kuambia bana mimi ndo nishatoa hiyo kwa ajili ya klabu yangu, potelea pote. Kuna mwingine atakwambia nirudishie hela yangu. Kuna mwingine atakwambia hiyo mechi mimi tasubiri mechi nyingine. Maoni yatakuwa mengi, na maoni yakishakuwa mengi utashindwa kufanya maamuzi kama mtawala. Kwa hiyo maamuzi ambayo yamechukuliwa ni maamuzi ya kiuongozi ambayo yanaweza yasikufurahishe leo, lakini yakakufurahisha muda ukifika. Itakapofika Simba Day, viingilio vimetangazwa, alafu ukakumbuka ya kwamba una tiketi yako ya VIPB, utakuwa unakenua mwenyewe chumbani. Kwa hiyo hayo ni maamuzi ya kiutawala. Tusingeweza kuanza kukusanya maoni watu wanataka nini ama watu wanafikiria nini. Sisi kama watu wenye dhamana ya kuiongoza Simba tumekaa
tukafikiria na tukafanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kwa maslahi ya wanasimba. Lakini kitu muhimu ni kwamba fedha ya mtu haitapotea hata shilingi moja, na ndio maana mwanzo nikasema jasho la mtu haliliwi. Fedha ya mtu haitapotea, kila mtu fedha yake ataitumia muda sahihi ukifika. Muda huu imeshashindikana, na kwa sasa wanasimba, wala tusiwaze kuhusu fedha. Hata kama fedha yako ilikuwa ni ya ngama na umetoa hiyo mchagoni, lakini achana na kuifikiria hiyo fedha kabisa. Tufikirie ubingwa wa Afrika. Jambo kubwa lenye maana, lenye thamani kwetu sisi wanasimba hivi sasa ni ubingwa wa Afrika. 30,000 yako, 30,000 yako, 20 yako, ama 7,000 yako, au 2,500,000 yako, utaisahau tarehe 25 saa 12:30. Mosepe yupo katikati ya uwanja wa Amani, anamkabidhi Mohamed Hussein Shabalala kombe la Afrika. Utasahau kama walitoa shilingi 30,000 alafu imewekwa pending. Kwa hiyo fikra zetu wanasimba ni ubingwa wa Afrika. Kuhamishwa uwanja, anauliza, inawezekana ni figisu. Kwenye level ya kiutawala hatuwezi kusema ni figisu. Tunasema ya kwamba CAF wamefanya maamuzi yaliyokuwa sahihi kwa upande wao, kwa maslahi ya mpira, kuhamisha uwanja kutoa Benjamin Mkapa na kwenda uwanja wa Amani. Na lazima tufahamu ya kwamba katika kitu ambacho CAF wanapigania zaidi ni mwamko wa mashabiki kuingia uwanjani. Kwa hiyo CAF wangependa sana mechi ichezwe katika uwanja wa Benjamin Mkapa, kwa sababu wangepata uhalisia ya kile ambacho wanakitaka. Nitakwambia mfano mzuri tu. Mechi ya Pyramids na Mamelodi Sundowns pale Afrika Kusini, kuna uwezekano mkubwa mashabiki wakaingia bure wa Mamelodi, kwa sababu hiyo timu haina mashabiki. Mechi hiyo ya Pyramids na Mamelodi pale Misri, kuna uwezekano mkubwa mashabiki wakaingia wachache ama wakaingia bure, kwa sababu hiyo timu haina mashabiki pale Misri. Lakini kwa Simba Sports Club, mashabiki 60,000 unawapata vizuri Benjamin Mkapa. Kwa hiyo CAF, ingekuwa sio swala la standard walioiweka, hii mechi ingechezwa Benjamin Mkapa, kwa sababu ile crowd ya watu 60,000 ina thamani kubwa mno kwao. Wanapokwenda kuiuza ligi ya Afrika kwa wadhamini, wanapeleka mechi ile, wanapeleka picha za majukwaa ya Benjamin Mkapa na kuambia kwamba ligi yetu ama mashindano yetu yana thamani kubwa, na hawa ni watu mdhamini anaweka fedha. Kwa hiyo CAF hawezi kuwa wamefanya figisu eti za makusudi kutupeleka uwanja wa Amani ambao unaingiza mashabiki wachache mara 3 ya Benjamin Mkapa. Ni kitu ambacho sisi tunaamini hakiwezekani. Na kama wanavyosema, kama kuna Mtanzania amefanya figisu, hakuna Mtanzania yoyote anaweza aka-influence maamuzi ya CAF ya kuitoa Simba Benjamin Mkapa na kuipeleka uwanja wa Amani. Hawa wengine wanajilambagula tu, lakini hawahusiki chochote. Na tunafahamu ya kwamba wamefurahi Simba kwenda kucheza uwanja wa Amani, wakiamini ya kwamba sisi tunashinda kwa sababu ya nguvu ya Benjamin Mkapa. Wanasahau kama sisi tunashinda kwa ubora wetu, na ndio maana tumeshinda Tunisia, tumepata sare Libya, tumepata sare Angola. Hakukuwa na Benjamin Mkapa huko, na bado Simba tukafanya vizuri. Hata uwanja wa Amani tunakwenda kufanya vizuri, na hawataamini macho yao.